Kuelekea kwenye michezo ya Ligi Kuu Soka Tanzania Bara siku ya kesho, ambapo kutakuwa na michezo miwili. Mnyama Simba atakuwa uwanjani, lakini pia Young Africans na wao watakuwa nyumbani pale kwenye dimba la KMC kuwakabili JKT Tanzania. Niko hapa na mchambuzi wa soka nchini, si mwingine huyu ni Mwatwalib, kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali. Weekend hii tunaenda kushuhudia dabi ya Kariakoo, Young Africans dhidi ya Simba Sport Club pale visiwani Zanzibar. Tutaujadili mchezo huo kwa undani kabisa. Mimi ni Irene Junior, nyuma kamera tupo na director Moji, na hapa nipo na Mwatwalib. Karibu sana kaka, uko vizuri? Mshukuru Mungu. Safi tu, kwema. Kwema. Sawa, tuanze kujadili ya Ligi Kuu Soka Tanzania Bara. Kesho kutakuwa na michezo miwili. Young Africans atakuwa dhidi ya JKT, lakini Simba naye atakuwa dhidi ya Dodoma Jiji. Tuanze na Young Africans dhidi ya JKT. Huu unaenda kuwa mchezo wa namna gani? Last season walicheza mechi ya kwanza, ilikuwa sare. Ilichezwa pale Isamuyo, na mechi ya pili Yanga wakashinda zaidi ya goli 2. Na hakika kabisa ni mechi ambayo si mechi nyepesi, ni mechi ngumu, kwa sababu JKT nimejaribu kuona michezo yao miwili mitatu nyuma, wamekuwa ni watu ambao wanaweza kuonyesha ushindani, lakini pia ni timu ambayo tayari kuna namna ambavyo kuna standard ambayo wameseti, ambayo kama wachezaji wameelewana vile nini watakao kufanya na mwalimu wao anahitaji kitu gani. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa na burudani ya aina yake. But ukiniambia kuhusiana na masuala ya kwa upande wa Yanga ni mechi ya kisasi, kwa sababu hawakuwahi kupata matokeo magumu dhidi ya JKT, lakini washakutana na wakati mgumu kiwanjani. Kwa hiyo siamini kama wataingia kitoto, kwa sababu pia ni safari ya kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo ni mechi ambayo inaweza ikawafanya Yanga wakachangamka zaidi kwenye dakika 90 na wakashinda huo mchezo, na pia ni mechi ambayo wana advantage kwa sababu wako nyumbani, na hata msimu uliopita waliwafunga JKT wakiwa pale. Sasa kwa maana ya mechi, nadhani ni tough game, si mechi ya kawaida. Ni mechi ambayo ina challenge nyingi sana za kiufundi. Kocha Ahmed Ali amekuwa ni mtu ambaye ameonyesha uwezo kwa muda mfupi kwamba yeye ni mtu aina gani, aidha anapokutana na wenzake au anapokutana na majiant. Ameweza kumsumbua Simba, kama nakumbuka msimu uliopita, kila mmoja aliona. Baadhi ya watu wanasema Simba amebebwa katika ile mechi, lakini yote hayo yanakuja kwa sababu ya uimara wa JKT. Sikuona performance nzuri ya Yanga katika mechi iliyopita, lakini naamini pia ni kwa sababu ya mwalimu. Kila mchezaji mpya anayempata anataka aingie moja kwa moja kwenye kikosi, kwa sababu ni sehemu ya machaguo yake. Kwa hiyo ile nayo pia inasaidia kuifanya timu usiione katika ile namna ambayo wewe umezoea kuiona ama unataka kuiona. Lakini all in all ni game ngumu kwa timu zote mbili. Sema kwa maana ya ushindi, naweza nikatoa mzani wa 60% Yanga kushinda, 40 nikawapa JKT kushinda. Mtu anaweza kashangaa kwa nini nimetenganisha kama 10 tu hapo. Nimetenganisha 10 kwa sababu ya kiburi cha JKT katika dakika 90 za mpira. Tutakachokiona kesho ndicho ambacho kitaleta taswira ya mchezo wa dabi. Si kweli. Unajua duniani kote mechi za dabi zina maisha yake ya tofauti. Mchezaji anaweza kawa mentally hayuko vizuri leo hii, lakini kwenye dabi ukamshangaa akafanya jambo kubwa zaidi. Na tuna mifano iwe nje ya nchi mpaka ndani ya nchi. Kama unakumbuka vizuri, hapa ishaye kuchezwa dabi hapa, golikipa alikuwa Manyika Junior. Mechi ilisha bila pale. Yanga alikuwa Konondo na kila mtu anakamuso kwa na nani, lakini mechi ilisha pale, Yanga wana matokeo. Ni kwa sababu ya kuamka kwa kila mchezaji. Watu wanakuwa na ari ambayo wewe uidhani. Na pia naweza nikasema characteristics za hizi game ziko tofauti. Unajua shida ya Tanzania moja ambayo watu wengi hawaijui, na kama wanaijua ni wachache. Changamoto iliyopo ni kwamba ukizungumza mpira wa Tanzania unazungumzia Simba, Yanga. Sasa hivi kidogo ameongezeka Azam FC, na waona Singida wanakuja kwenye hiyo terms of competition. Ukija katika timu za katikati hapa zenye ushindani, angalau utakuja kuona JKT,
unaona. Lakini Simba na Yanga wanacheza mechi za aina gani? Simba na Yanga mechi zao nyingi sana za ligi ni offensive game kwa upande wao, defensive game kwa timu pinzani. Hii inatokana na ule mpangilio wa kusajili, hata matumizi ya fedha. Yanga, Simba zina muscles kubwa kuliko timu nyingine. Mechi ambazo unakuta wanapishana barabarani ni Simba Azam, Simba Yanga, Yanga Azam, Yanga Simba. Unanipata vizuri hapo? Sasa ukisema kwamba hii mechi itatengeneza taswira, huwezi kupata hicho kitu, kwa sababu mimi naamini ugumu wa JKT wenyewe katika msimu uliopita kwa Yanga ilikuwa ni kuzuia. Simba hawajawahi kuingia kucheza na Yanga ama Simba kucheza na Yanga au Azam wakazuia moja kwa moja. Watafanya vitu vyote 50 kwa 50. Unaona? Iliwahi kutokea hapa Yanga tu, kuna game moja waliamua kuzuia. Ilikuwa tena ni kwa sababu alikuwa na Munyiza Hela, mtu ambaye alikuwa aliweza kuimplement akili yake moja kwa moja. Aliwastadi Simba, akaona watu wanaweza kanipiga 4, akaamua kuzuia. Lakini tangu hapo tumekuja kuona Yanga ile ile ambayo ilikuwa haina nafuu hiyo, alitumia Charles Boniface Mkwasa dhidi ya Simba hapa, akashambulia na alishinda mechi. Unaona, yeye hakutaka kuwaogopa, alisema wale twendeni, tutafika kwao na sisi una kwetu waje. Kwa hiyo ukisema taswira unaipata, huwezi kupata taswira ya mechi ya Simba na Yanga katika mechi ya Simba against Dodoma au Yanga against JKT. Kwa sababu gani? Kwa sababu sura nzima ya hivi vilabu katika mechi zao nyingine ni offensive game, lakini wanapokutana wenyewe you must do half and half. Uzuie, ushambulie, uzuie, ushambulie. Hicho ndo ambacho mimi nakiona. Kwa hiyo naamini kwamba game ya Simba na Yanga itakuwa na approach tofauti na hiki ambacho tunakiona hapa katikati. Umegusia mechi ya Simba dhidi ya Dodoma Jiji. Mpaka hivi sasa zimetoka taarifa kuhusiana na mchezaji wao Jonathan Soa kurudishwa Dar es Salaam kutokana na utovu wa nidhamu. Katolewa kule Dodoma, karudishwa Dar es Salaam. Kwanza hii kwa mchezaji inaleta picha gani hasa kwa timu kuelekea kwenye mechi ya Dodoma Jiji, lakini pia mechi kubwa kabisa ya dabi? Kwani mechi iliyopita alicheza? Alicheza ya ligi. Aliingia. Mimi sioni umuhimu wa Soa ndani ya Simba. Na swala la nidhamu hujasi kuwahi kuprove kama Soa ana nidhamu mbaya. Mimi nilikuwa najua kwa sababu matukio ya dakika 90 ndani huwezi kukompea na matukio ya nje ya uwanja ya maisha tofauti na kile unachokiendea. Sasa naamini kwamba inawezekana likawa ndo ni kosa la kwanza au ndo tumejua tabia yake halisi kwamba ana changamoto ambazo mwalimu hawezi kuridhika nayo, kwa sababu matukio ambayo yako uwanjani kuwa na munkari, wachezaji wengi walikuwa na hasira. Marehemu Said Mwamba Kizota alikuwa anajua sana mpira, lakini alikuwa uwanjani hawezi kumletea ujinga, lazima akuzingue. Wachezaji watata walikuwepo wengi, even hata Yusuf Macho Musa alikuwa ana swali, lakini alikuwa kiwanjani umeweza kumletea unyonge. Tumeona mastaa wengi. Kwa hiyo mimi ukiniambia Soa ana muendelezo wa tabia mbaya ama ana nidhamu mbaya, mimi nakukatalia kwa sababu moja. Kwa sababu kama kosa nadhani hili ndio litakuwa la kwanza. Haya makosa ya nje ya uwanja ya kutoheshimu mazoezi, kutoheshimu misingi, haya ndio makosa ambayo tunayapa nafasi kubwa sana kwamba ya kujua kwamba huyu mtu mwenendo wake si mzuri. Lakini makosa ya ndani ya dakika 90 pale mnapotafuta matokeo, lazima uangalie kwamba hili jambo lipo katika hatua gani na yeye mwenyewe yupo katika hali gani. Unaona, mnaweza mkamalizana pale kwenye dakika 90, baadaye yeye mwenyewe akaja kusema samahani bwana, unajua tulikuwa katika joto. Wapo wachezaji ndugu washaye kugombana katika dakika 90, cheza timu tofauti, wengine timu moja. Unaona, sometimes wachezaji wenyewe kwa wenyewe mnakoromeana. Tumeona juzi kila mmoja anasema Diala mheshimu Mwamnyeto. Tumeona Ademola Lukmani dhidi ya huyu nani Osimhen. Unaona, sasa makosa yale ya Soa ya ndani ya kiwanja kwenye pichi yasitengenezewe ni udugu na hili ambalo limetokea juzi. Unanielewa vizuri? Mimi sikuwahi kuona swala sijui eti mchezaji anasababisha anapewa kadi nyekundu, sijui ana jazba sana. Ni vitu ambavyo wachezaji wengi wako hivyo. Lakini hata kabla hajajiunga na Simba
alikuwa na hizi taarifa tangu yupo Singida Black Stars. Hata Yanga waliwahi kusema kwamba hatukuamua kumsajili kutokana na nidhamu, na Simba wakati wanamsajili tayari hizo taarifa zilikuwa. Yanga walimzungumzia kupitia nani? Mimi sikumbuki hicho kitu. Uongozi wa Yanga unamzungumzia mchezaji ambaye hawajamsajili wala kumtolea, basi watakuwa na vichwa vya peke yao, kwa sababu unajua mathalan leo hii ni sawa na Tigo akae waizungumzie Voda. Unaona, unaingilia uhuru wa bidhaa na kuharibu biashara ya mtu mwingine. Unaona, mimi siamini kama Yanga aliwahi kuzungumza. Mimi naamini inawezekana kama mashabiki wa Yanga wametengeneza hizo kama tetesi, labda kuwe na ushahidi kwamba Yanga aliwahi kumzungumzia Soa, lakini kama wamemzungumzia basi ndani ya ile milango ya Jangwani na Twiga kutakuwa na matatizo. Unaona, kwa sababu lakini kama Singida amesema mchezaji alikuwa ana shida za kinidhamu kwa upande wao, lakini mimi nakumbuka Singida walisema tu kwamba mwachia mchezaji aende Simba na ulikuwa usajili wa bure, nadhani sio maana yake ni hivyo, but kitu ambacho hata mimi sikupendezewa pia, kulikuwa kuna haja ya kuandika kwamba mmemtoa mchezaji bure. Unaona, lakini swala nidhamu kama walizungumza kama wao walikuwa wanaona kuna shida ya nidhamu yake, it's okay, lakini kwa wewe ulivyomtazama, no, mimi nimekwambiaje, kama akasimamishwa kwa matatizo ya kinidhamu, sitoki na kauli kama nyinyi mliokuja nayo kwamba ni tabia yake, kwa sababu nimeyaona matatizo ya Soa yanayotokana na mchezo, jambo ambalo ni la kawaida. My dear, nikwambie kitu kimoja, mimi nimefanya kazi ya habari almost miaka 16. Tulikuwa tunacheza mechi sisi waandishi kwa waandishi, kamtafute mtu anaitwa Majuto Omari. Ilishawahi kutokea mechi marehemu alimkongwe alimfanya mtu akapelekwa hospitali, simzungumzi kwa ubaya, kaka yangu alali pazuri huko alipo. Unaona, ilishatokea mechi Alikamwe na Ngoda hawakusalimiana siku 3. Sigara hapo, huyu mpiga picha yako atakuwa anakumbuka, ndo alikuwa ndo anaanza. Unaona, siku moja kabla ya mechi, ushanielewa, siku ya mechi na tulikuwa 3 chezi tuko nje. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kuna watu ukiwa haya ninayokuambia, kuna watu ukikaa nao wanaweza kukupa taswira ya haya mambo. Na waandishi hao tena tunaamua, tunakaa kikao cha pamoja, bwana wiki hii tucheze bwana walioa na wasioa. Hii vipi ya bwana waandishi ambao wanapenda Simba, waandishi ambao kidogo wanapenda Yanga. Unaona, just ku have fun. Unaona, lakini mechi hizo kuna watu wanafanya tukio usiku, mtu anakupigia simu, twalibwe brother Sole bwana, sikutegemea pale. Ushanielewa? Hasa mimi ndio maana nakwambiaje, ukiniambia ni tabia ya Soa, nahitaji hoja ya nje ya vile ambavyo nimeviona kwenye pichi. Japokuwa yale matendo si salama, sikatai, lakini si tafsiri yale kama ile ule ni utovu wa nidhamu moja kwa moja. Kwa sababu mtu mwingine mathalan kama ile mechi ya Singida na Yanga, Soa akapiga shuti limetoka nje, sio kona, yani kwamba limembabua mtu, ni kona. Unaona, mwamuzi anasema hiyo sio kona, weka hapo goal kick. Ushaelewa? Kageuka alikuwa ipo katika motion ya kuhitaji timu yake irudishe goli, mwamuzi kampa kadi nyekundu, kaondoka. Unaona, hata mwalimu mwenyewe wa timu anajua kabisa kwamba huyu kwa dakika hizi na hiki alichokifanya na tumenyimwa haki pale, kutakuwa kuna shida kadha wa kadha. Umenielewa? Sasa hayo mengine unakuta kwamba ni hasira ambazo zimekuja kwa sababu yupo kwenye mapambano, na ni mapambano ambayo anaitakia heri kile anachokipambania. Unanielewa? Lakini hapo sasa swala la mazoezini uendi, umemtukana mwalimu, umegombana na mtu, hayo tunayatafsiri kama ni matatizo ya kinidhamu ambayo hayakubaliki katika mchezo wenyewe. Unaona, huku unaweza kusema naye huyu bwana nidhamu yake bwana haiko sawa sawa, ana panic Devi, ana panic haraka mno. Unanielewa vizuri eh? Kwa hiyo hiyo ndo tafsiri yangu. Ndio maana nakwambia sitaki kulala humo ambapo nyinyi mmelala kwamba yule eti ana tabia mbaya, sio kwa sababu ana mablichi au nini, sasa mmemwona akipewa kadi nyekundu. No, kukosekana yeye kambini kuelekea mchezo mkubwa kama wa dabi, pengine kuna athari yoyote? Athari lazima iwepo, kwa sababu mwalimu hata mpishi anategemea akikaa jikoni aone kitunguu kiwepo, sio tena ile mekaa Juma kanunue chumvi. Hapana, kila kitu kikiwepo anaamini atapika akiwa salama. Au umemwambia kanunue chumvi, kaenda duka limefungwa,
kaenda duka la mbali zaidi, akirudi chakula kishawiva. Shanaenda vizuri. Kwa lazima awe na kila kitu, kwa sababu kwanza mpira wenyewe sasa hivi umebadilika sana. Tofauti na zamani. Zamani unaweza ukaenda kwenye mechi ukasema fullback kama kawaida, 4 fulani, 5 fulani, mnaenda pale, na hata mifumo ya kucheza kulikuwa hamna mabadiliko ya pattern. Yaani kwa kifupi ilikuwa uwezo binafsi ndio unaweza kumfanya mtu akashinda mechi kwa zile character ambazo yuko nazo kwenye timu yake. Lakini this time wakocha wamebadilika sana. Wanafanya feasibility, wanaangalia Yanga wanachezaje. Unaona, sasa kama wanacheza vile hawa kwa staili ya beki wao alivyo, tukimwekea Soa atapata shida. Kwa hiyo unaweza kujikuta Soa hata kama kucheza mechi 8 nyuma, lakini kumbe Baka alikuwa na uwezo wa kumtumia Soa katika mechi na Yanga au na hiyo Dodoma na hiyo ya kesho. Unaona, ni kwa sababu ya namna ambavyo mpira sasa hivi unafundishwa. Na ndio maana unakumbuka zamani ilikuwa kipindi hicho, sijui kama ulikuwa ushaanza kufuatilia sana mpira, ulikuwa ukiangalia kikosi cha leo na cha kesho vile vile unavyotabiri ndio unachokiona. Lakini this time mwalimu anaweza akapanga line hapo, kama kwanza unasubiri uone mwalimu anaanza na nani. Shaelewa? Shatokea hapa mechi hapa namba 6 Patongonyani hapa. Kocha Lukoeme. Goli anafunga nani? Anafunga Morrison. Unaona vizuri? Lakini kila mtu bwana Patongonyani namba 6 na center half yake kwa Said Juma Makapu. Unaona, Kevin Ondani anaangalia mpira kutokea nje. Unaona? Kwa hiyo sasa hivi walimu wamekuwa na kazi nyingi, anakaa na video analyst, anakaa sijui na mtu wa saikolojia, sijui nani, wanaangalia, anakuja tena video analyst akamwambia bwana, kwa sababu anatumia mawings, sasa inabidi tutumie njia hizi ili kuweza kuadhibiti. Kwa hiyo hii peke yake inaleta tafsiri kwamba ili mwalimu apate kuandaa timu yake vizuri, inabidi awepo na watu wake wote, kuanzia benchi la ufundi na wachezaji wote. Unaona? Anachokipata huko ndicho anachokuja kuimplement upande wa pili. Unaona? Kwa hiyo kwa swala la pengo ni pengo na si pengo dogo. Mimi unajua nikwambie kitu. Mimi mpaka leo hii Simba wanashinda goli 2, 1, 3, sijawahi kuona ameshinda kwenye kipindi hiki, ni hiyo 2, 1. Lakini ukiniambia kwamba wanatakiwa wao wanafunga magoli, alafu Soa akiwa nje, najiuliza kwa nini Soa hayupo. Unaona? Sasa labda ndo shida kama hizi zilizotokea leo. Lakini Soa ni mtu ambaye ni clinical finisher. Anajua nini cha kufanya kwenye eneo lake la goli. Sawa, tujadili kuhusiana na dabi siku ya Jumapili. Tunamuona Simba akienda kupindua yale matokeo ambayo ameyapata kwa mechi 6 mfululizo kufungwa na Yanga. Mechi ngumu. Simba amebadilika, amesajili. Hawana shepu nzuri katika eneo la kuzuia, lakini kwenye eneo la kushambulia Simba amekuwa na nafasi kubwa sana ya kubuni, japokuwa bado hajakuwa na uthubutu wa kutengeneza magoli mengi, lakini kubuni, ubunifu katika namna ya kushambulia, wana watu ambao wanaweza kudanganya na kaisumbua ngome ya Yanga. Na kwa upande wa Young Africans kadhalika, wachezaji wao wako more direct wengi. Sijaona, bado nina shida, na mtafuta mtu ambaye anaweza kuwa na maarifa kama ya Azizi, na mtafuta mtu ambaye anaweza kuwa na maarifa kama ya Ucho. Tangu wa watu wameondoka, waliokuwepo wengi wamekuwa ni njia zao ni moja tu, kwamba ni mtu ambaye unaweza kumstudy leo ukaenda ukaishi naye kesho, hana kitu cha ziada cha kufanya. Mathalan labda nikimuona Pacome, at least naona kama ni mtu ambaye ana kitu tofauti. Niliwahi kuhisi kwamba labda Okelo anaweza akawa na hiyo attitude, lakini kwenye michezo 3-4 hivi amenionyesha kwamba naye pia ni staili ile ya uchezaji. Kwa hiyo bado timu inaonekana ikimtegemea zaidi Okelo kuliko namna ya watu wengine wanavyo, inamtegemea zaidi Pacome kuliko watu wengine wanavyocheza. Sema naweza nikawa tofauti kidogo. Mimi niliangalia mechi ya Karibie. Niliwahi kuwaza kusema kwamba inawezekana Depo akawa ni mchezaji mzuri, lakini inawezekana mtu mzuri wa kucheza na Depo akawa ni Dube. Dube anaweza kuwa msaada kwa Yanga katika mchezo huo, kwa sababu kwanza anajua mpira wenyewe kucheza. Shida yake ndio hiyo kwenye kukosa magoli. Kwa hiyo huo umekuwa mtihani mwingine, lakini kiuhalisia ni mechi
si mechi ambayo tunaiona katika sura ambayo wewe unaiona. Ni mechi ngumu, huwezi kuwapa ushindi Yanga moja kwa moja, kwa sababu Simba wa maandalizi ya dabi naamini ni makubwa kuliko hata kumvaa Ahali au kumvaa Almeleki ya Sudani au Hilal. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu kufungwa mara 6 uende tena ukubali upoteze mchezo mara ya 7, maandalizi yake yatakuwa makubwa sana. Na hata niliwahi kumwambia kiongozi mmoja wa Yanga jana, nilimwambia inawezekana hili jambo ambalo limekuja kutokea ni mind game tu, la Simba kulalamika kupelekwa Zanzibar wakati wao wakiwa wanajiandaa kikamilifu namna gani ataweza kuwakabili. Kwa hiyo ipo katika sura hiyo. Kwa hiyo sina mashaka sana na hii mechi. Ni mechi ambayo lolote linaweza kutokea kwa timu yoyote ile. Na hatuwezi kuficha ukweli kwamba Yanga wame drop in terms of performance. Hata kwenye mechi ya ngao walivyocheza, hawakucheza kama walivyoshinda zile mechi 5 nyuma. Kwa hiyo tutegemee mabadiliko makubwa sana katika huu mchezo. Asipoangalia they can kupoteza tena Simba. Wakapoteza Yanga kwa Simba. Yanga kapoteza. Mimi siamini kama unajua pressure sasa hivi kubwa sana unajua ipo kwa Yanga kuliko Simba. Sababu Yanga wanahitaji ku maintain kile walichokiweka. Sasa ku maintain kile walichokiweka haitegemei tu na makelele na fedha waliokuwa nayo. Itategemea na mipango na watu wa kusikie nini unahitaji. Na ubora uliokuwa nao. Lakini Simba anahitaji atoke pale alipo arudi tena katika mji wake. Mimi nikiwatazama Simba wanavyocheza naona kuna elements za timu kuwa inajengwa kuwa bora. Japokuwa Yanga na waona wengi wakiwa wale wanajua furaha ambayo wanaipata, wanajua nini ambacho wanapata wanaposhinda dhidi ya Simba. Lakini kwenye namna ya kucheza kuna hali fulani haiko vile. Kwa ni mechi ngumu. Ni mechi ngumu na yoyote anaweza kupata matokeo ya pointi 3. Au inaweza ikaisha pacha. Sawa, vipi kwa upande wa waamuzi? Pengine tunahitaji kutumia tena waamuzi wa ndani au tunahitaji tena waamuzi kutoka nje? Ubora wa waamuzi kutoka nje tutakuwa tuweze kuwatukania mama zao tu. Sababu wanakuwa wanamaliza mechi wanaondoka. Lakini shida zile hata ile mechi iliyopita wapo wataalamu mili kuangalia kipenga cha mwisho bado unakuta Osman Kazi kayaona matatizo tena mengine. Unaelewa? Na mashabiki pia kuna baadhi ya maamuzi hawakuridhika nayo. Kwa sababu huwezi kumchezesha pale, yani unajua maamuzi sahihi zaidi ni Mwenyezi Mungu tu. Kama tunaliweza hilo tumuombe Mungu aje kusimamia mwenyewe mchezo. Lakini yoyote atakayekuja kwa sababu hizi mechi zenyewe unajua unavyoambiwa dabi, kitu cha kwanza katika dabi ni lawama, cha pili lawama, cha tatu lawama. Watu wanajiandaa kulalamika kuliko kufurahi. Unaona? Na ujinga wa dabi unaona wewe ukitaka kuamini kama hizi mechi ninavyokuambia ujinga wake upo kwenye lawama na furaha tu. Leo hii Yanga washinde hata kama walikosa goli 20, zile goli hazizungumzwi hata mpaka dunia inaisha walizozikosa. Hata kama kuna mtu kafungisha baadaye akaja akashinda 3-1, yale makosa ya kufungisha hayazungumzwi wala hayaonekani. Unanielewa vizuri? Labda mwalimu akiingia kwenye dressing room ndo anaweza akasema bwana pale ulifanya kosa kadha wa kadha wa kadha. Lakini ujinga wa mechi za Simba na Yanga, anayeshinda ndo anakuwa mtu mwenye furaha zaidi, anayepigwa anakuwa mlalamikaji. Mlalamikaji wa 100%, sio 2, sio 3 wala 4. 100% kwamba hata kama kapigwa kihalali pale mtu kapiga mchi katikati ya uwanja. Mimi nataka nikuchekeshe jambo. Kuna mechi hapa, mna mechi ambayo Yanga Simba alifungwa kihalali kama mechi ambayo alifungwa na Morrison. Ile mechi ambayo haikuwa na makosa. Yanga walikuwa na performance mbovu, wamepata ile faulu wameshinda, lakini ile mechi imeisha, mwamuzi ndio kaonekana mwenda wazimu. Lakini hakukuwa na kosa la mwamuzi hata moja. Kwa hiyo mwamuzi kutoka nje faida yake kwamba hatutokuwa na mtu wa kumtukania bi mkubwa wake. Kumpa lawama kwa sababu hatujui analala wapi. Lakini waamuzi ukitoka Mbagala sio wapi lazima tumepigwa wewe nyewe mumjui yule refa bwana yule baba yake si mzee fulani. Unaona twende kwao. Yule kwao lia yule. Haya kwenda kwao sijui tena loko, lakini ni hivyo kwamba tunakuwa tumepewa tumehalalishiwa nafasi pia ya kuwashangilia na kuwatukana
pale tukio linapoisha. Sawa, kwa kumalizia, pengine una lipi ya kuambia mashabiki wa Simba lakini pia mashabiki wa Yanga kuelekea mchezo wa dabi? Waende Zanzibar. Waende Zanzibar, ndio uwanja bora wa nchi sasa hivi. Wale ambao wasema waende, kwani uwanja wana sababu za kipuuzi tu, kwa sababu unajua unavyosema mnawanyima haki mashabiki, watu wanatoka Mwanza watakuwa hawezi kufika huko. Hizo ni sababu za kijinga, kwa sababu mpira sio kama kila mtu lazima aangalie. TV zipo, ingawa taangalia kwenye TV. Alafu isitoshe uwanja wa Amani unaingiza watu wengi kuliko uwanja Mkwakwani. Dabi ya Simba na Yanga ishapelekwa Mkwakwani Tanga. Ushaelewa vizuri. Kwa hiyo watu wajue kwamba uwanja kama una watu 15,000 au watu 10,000 watakuwa waingia watu 10,000 waangalie mpira. Unaona? Kama kweli wanapenda timu zao, mbona wanajaa kwenye Simba Day na Yanga Day, alafu kwenye mechi za ligi wanaenda watano. Yaani hiyo ndio mechi muhimu tu. Waende Zanzibar. Hicho ndio ninachowashauri. Waache maneno, mashabiki waende Zanzibar. Kule ni kwetu, ni Tanzania pia. Tukaangalie mpira, uwanja mzuri, na baada ya hapo tupokee matokeo. Nikushukuru. Asante. Huyu ni mchambuzi wa soka nchini, si mwingine, wewe ni Mwatwalibu. Umemsikia hapa kwa uzuri kabisa akiwasisitizia mashabiki wa Simba pamoja na wa Yanga waende bwana visiwani Zanzibar kwa ajili ya kushuhudia mchezo huo wa dabi ambao utapigwa siku ya Jumapili ya Machi 1 pale kwenye dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar. Mimi ni Irene Junior, nyuma ya kamera tupo na director Moja.